Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, sisi tuko mbele ya kiti chako cha rehema. Sawa sawa na neno lako tunakuruhusu Bwana ukanene na sisi. Tunakuruhusu ukajidhihirishe, ukajipitishe. Sawa sawa na Mambo ya Lawi 26:11. Ukasema roho yangu haitawachukia. Nitakuwa baba nanyi mtakuwa watoto wangu. Nitatembea katikati yenu. Bwana uko pamoja nasi. Kwa hivyo nakushukuru katika Mathayo 18:19 na hata 20. Maandiko yanasema wakiwa wawili wakikubaliana duniani, lolote watakapoomba watatendewa. Wakiwa watatu wamekusanyika kwa neno langu, ukathibitisha ya kwamba nitakuwa katikati yenu. Na sisi ni zaidi ya watatu. Bwana jifunue, Bwana jidhihirishe, Bwana tenda yaliyo yako. Asante, mimi ni chombo tu, udongo wa mikono ya Mungu, chombo tu mikononi mwa Bwana. Kwa hivyo nimekuja mbele yako, mbele ya watumishi wako Bwana, ukadhibitike na kujidhihirisha. Na waweka wakifu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Watakatifu, Bwana asifiwe. Mwambie wewe umebarikiwa. Mwambie wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Mwambie wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni, raia wa ufalme wa mbinguni, mmoja wa jamii ya Yesu Kristo. Hebu tuone mmoja wa jamii ya Yesu Kristo akishangilia na kupigia Bwana makofi. Amen. Wewe ni mmoja wa jamii ya Yesu Kristo. Kulingana na Wakorintho wa kwanza 1:9, Mungu Baba akakuchukua wewe, akakupeana mikononi mwa Yesu. Yesu naye amekuchukua naye pia, Yohana 10:28, naye akakukabidhi mikononi mwa Baba yake. Kwa hivyo nikisema wewe ni mmoja wa jamii ya Yesu Kristo, jisikie huru ya kwamba wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni, mkaaji wa ufalme wa mbinguni, raia wa ufalme wa mbinguni, mmoja wa jamii ya Yesu. Haleluya. Tutasoma kitabu katika kitabu cha Zaburi 34:12, lakini tutaanzia Mithali 23 mstari. Nataka tukazie mahali pale. Uonavyo ndivyo itakavyokuwa. Andika, uonavyo ndivyo, uonavyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Kwa hivyo wewe unaona, mimi naona, na nakuonea wewe ni mfalme. Amen. Mimi nakuona kwamba wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni, ambapo Yesu ametangaza waziwazi katika Yohana 14. Anasema nini? Msifadhaike mioyoni mwenu, mniamini mimi. Amesema nini? Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu na mniamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Alafu akasema nini? Nimeenda kuandalia, au ndio naenda kuandalia? Akasema ninaenda kuandalia. Mahali nilipo nanyi mtakuwepo, nitakuja kuwachukua. Kwa hivyo tuko hapa duniani, tuko katika maandalizi ya kuthibitisha kwamba sisi ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni, wakaacha wa ufalme wa mbinguni, jamii ya Yesu Kristo, mmoja wa Yesu Kristo. Kwa hivyo wewe na mimi jifunie kwamba wewe ni mmoja wa jamii ya Yesu. Yesu akasema Yohana 8:32, akasema nini? Ukifahamu ukweli, na ukweli na ukweli itawaweka uhuru.
Kwa hivyo tunasema katika kitabu cha Mithali 23:7, asia jinsi wewe na mimi tunavyoongea, tunavyoona, unavyokaa na kutembea. Wewe unaonaje? Wewe ni raia wa ufalme wa mbinguni? Wewe umefaulu? Wewe umefanikiwa? Wewe unaishi maisha matakatifu? Ndio, naishi maisha matakatifu kwa sababu aliye ndani mwangu. Waraka wa Yohana 5:4, kilichosaliwa na Mungu lazima kifanyaje? Kiushinde ulimwengu, kwa sababu wewe umesaliwa na mwana wa Mungu. Yesu Kristo alikusaa msalabani, alipotungwa mkuki upafuni mwake, damu ya Yesu ikakusaa, ukatipitisha. Yohana 1:12, mbali wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, ambapo mimi na wewe tunajifunia kwamba sisi ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni. Hata unapotembea, jifunia wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Kwa kazi yako, jifunia kwamba wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Kwa ndoa yako, jifunia kwamba wewe ni mmoja wa ufalme wa mbinguni. Kwa jamii, jifunia kwamba wewe ni mmoja wa ufalme wa mbinguni. Usianze kuona kwamba wewe ni wa Jehanamu. Hakunako mshiriki hapa ataenda Jehanamu. Hapa wote ni wa uzima wa milele. Yesu anakuja kutuchukua wote. Hakuna hata mmoja atakayeachwa, kwa sababu tumekuja kwa maandalizi, kuandaliwa, kufundishwa, kukemewa, kuonywa na kuishi maisha matakatifu. Wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Yesu anarudi kuja kukuchukua mimi na wewe. Hachukui kanisa lenye halina maua, anachukua kanisa lenye halina maua, lenye halina hila, kanisa ambalo limeoshwa, limesafishwa kuanzia ndani ya moyo na nje. Linatimiza Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi, wanamuona Mungu katika kutembea, wanajisikia wako na Mungu, wanatembea na Mungu, wanalala na Mungu, wanatembea na Mungu, wanakula na Mungu, wanasafiri na Mungu, kwa ofisi wako na Mungu, kwa biashara wako na Mungu, sokoni wako na Mungu, shuleni wako na Mungu, kironi nyumbani wako na Mungu, wakitembea wako na Mungu, wakifanya biashara wako na Mungu. Hao ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni. Lakini sasa wewe unaona changamoto kidogo inakuja, unaanza kuona umeshindwa. Sema nabadilisha, mimi si wa kushindwa. Geukia mwenzako kwambia wewe si wa kushindwa, wewe ni mshindi, wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Aya, soma hiyo Mithali 23:7. Mtu soma hapa alafu tuendelee. Wewe lazima uanze kuona, usione umeshindwa, usione ufaulu. Wewe unafaulu. Wafilipi 4:13 inasema, Wafilipi 4:13 inasema, haleluya, Yesu. Wafilipi 3:14 inasema, na 19 inasema, 19 inasema nini? Jesus. Na Mungu atawajaza. Amen. Haya, soma hiyo. Nataka tukaanzie hapo. Mithali 23:7 inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Amen. Wewe uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Unavyoona ndani ya nafsi yako ya kwamba hutawahi faulu, hautawahi faulu. Unapoangalia maishani mwako ya kwamba hautapona. Unapoangalia nafsini mwako ya kwamba hautainuliwa. Unapoangalia nafsini mwako ya kwamba hautapenya. Badilisha kwamba nasema mimi ni faulu. Waliotembea na Mungu walifaulu. Waliotembea na Mungu walifaulu. Muona Abraham alitembea na Mungu na Bwana akamuita rafiki wake. Tunamuona Isaac alitembea na Mungu, Bwana akamwambia katika Mwanzo 26,
wakati kumekuwa na kiangazi, yeye hakuona kiangazi. Bwana akamwambia panda, na akapanda na akavuna. Mtu tajiri sana. Amen. Yakobo naye akamwambia Mungu katika Mwanzo 28:15, kama vile Baba utakavyoniongoza nivike kwa mchomba yangu, nitakaporudi nitakutolea fungu la 10. Katika zamani zile hakukuwa na magari, kulikuwa na farasi au punda au ngamia, na kulikuwa na wanyama wakali, na makabila mengine ilikuwa makabila mabaya. Lakini alipomtumainia Bwana na akasafiri na Bwana, akafika kwa mjomba yake, akakaa miaka 20. Mwaka wa 21 akasafiri, akarudi nyumbani kwao kwa baba yake. Kama vile wewe umekuja kwa nyumba ya baba yako, kama vile wewe umetoka kwa nyumba yako umekuja kwa nyumba ya baba yako, na nyumba ya baba yako iko na kila kitu. Inategemea kukiri kwako, inategemea kuongea kwako, inategemea kuruka kwako, inategemea kuimba kwako, inategemea kuchangamka kwako, inategemea kujitolea kwako, yani inategemea unapoingia nyumbani mwa Bwana. Ingia ukifurahi. Daudi akasema Zaburi 122 akasema nini? Niliambiwa tuenda nyumbani mwa Bwana. Kwa hivyo wewe vile unapoingia ndani ya nyumba ya Bwana, na roho moyo wako anza kukiri, anza kumuona Mungu wako mahali hapa, anza kumuona Yesu wako hapa, Mungu Baba wako hapa, Roho Mtakatifu wako hapa, malaika wako hapa. Malaika wa Mungu wamejaa mahali hapa. Anza kuona umefaulu, anza kuona umefanikiwa, anza kuona umepona, anza kuona umeinuliwa, anza kuona umefanikiwa, anza kuona umeinuliwa, anza kuona wewe ni wa ajabu. Anza kuona wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Tembea, wewe ni mfano wa Mungu. Wewe ni sura ya Mungu. Wewe uko na Mungu. Warumi 8:31. Mungu akiwa upande wetu, ni nani yako nyuma yako? Ni nani yako mbele yako? Ni nani yako kanda yako? Wewe uko na Baba wa mbinguni, hashindwi. Hakuna siku amaishindwa. Uko na Mungu mwenye uwezo. Uko na Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi. Hana mwanzo, hana mwisho. Waebrania 13:8, alikuweko jana na leo na milele, na ako ndani mwako. Wewe ni zaidi ya mshindi. Katika Warumi 8:37, wewe ni zaidi ya mshindi. Amen. Anza kuona kwamba ndoa yako ni ya kipekee. Anza wako amebarikiwa. Anza kuona kwamba mume wako amefanikiwa. Anza kuona kwamba mke wako ni mwenye afya. Anza kumuona mke wako amebarikiwa. Anza kuona boma lenu limebarikiwa. Anza kuona kwamba shamba lako limebarikiwa. Anza kuona kwamba wewe ni wa ufalme wa mbinguni. Anza kuona wewe na watoto wako ni ufalme wa mbinguni. Nyinyi si wenyeji wa kuzimu, nyinyi si wenyeji wa Jehenamu, nyinyi ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni. Uonavyo ndivyo itakavyokuwa. Maana kila mara sisi tunaona kushindwa, kila mara tunaona tumeshindwa, tunaona Mungu ako mbinguni na sisi tuko duniani. Tunaona Mungu wetu ako mbali. Mungu wetu hayuko mbali, ako karibu na wewe, karibu na wewe. Mdomo wa juu na chini viko sawa sawa. Mungu wako ako na wewe. Mwambie mwenzako badilisha. Mwambie ulipoamka ulisema nini? Vile umetoka tu nyumbani ukakuja kwa nyumba, sema nini njiani? Kwanza leo badilisha. Anza kukiri ya kwamba unaweza. Anza kukiri ya kwamba wewe ni mwenye afya. Anza kukiri ya kwamba unaishi miaka mingi duniani. Anza kukiri ya kwamba umetoka chini ya laana. Anza kukiri umetoka chini ya mafumbini. Sawa na kitabu cha Samueli wa kwanza 2:8. Amenitoa mafumbini, amenitoa njaani. Penina ako wapi? Mungu nisaidia Penina. Akanifanya nikafika hapa. Mungu nisaidia Penina. Akanisukuma, akanileta kwa mikono ya Mungu.
ulitumia hali hiyo ili niweze kukujua zaidi. Ulitumia magonjwa ili nikujue zaidi. Uliruhusu magonjwa, uliruhusu waniseme, uliruhusu waongee, lakini mwisho asema hawa ni wanadamu. Keukie mwenzako sema hawa ni wanadamu. Tuseme hivi. Tuseme tena. Wanaonisema ni wanadamu. Sema wanaonisema hao ni wanadamu. Si Mungu ndiye amesema, ni wao wamesema. Yeremia 29:11, Mungu ananiwazia mawazo mazuri. Amen. Wanaokalio wakikusema sema hawa ni wanadamu. Wanapokukalia na kusema vibaya hawa ni wanadamu. Wanapokuchekea na kukudhihaki nani? Wanadamu. Kwa hivyo angalia, baba yako wa mbinguni alikupenda, alikujua kabla hujazaliwa, akiwa ndani ya tumbo la mama alikujua. Wewe umebarikiwa. Uonavyo, wewe umeona nini? Wewe umeona nini? Umeona umefaulu, unaona umeinuliwa, unaona umebarikiwa, unaona umepata kazi, unaona umeachiliwa, unaona wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana hapa Webuye na Western, unaona wewe ni mfanyabiashara maarufu, unaona wewe ni uko na supermarket hapa, unaona wewe uko na nyumba ya Mungu kubwa, unaona wewe umeinuliwa, unaona wewe umebarikiwa, unaona wewe ni baraka, pana kujiona wewe ni laana. Sema mimi sitajiona mimi mwenye laana, mimi nimebarikiwa. Amen. Bana sema sasa, mimi hata nikiona maisha yangu sijui mekaaje, hata nimejaribu imekuwa ngumu, nimetoa fungu la 10 imekuwa ngumu, nimeomba sifaulu, sijui imekuaje, hata ukiniona mimi ni kama ndakufa hivi karibuni, maisha yangu iko katika hali tenja. Abadilisha usemi wako, uwezo wako katika ulimi wako. Katika Luka 21:15 inasema nini? Mungu ametuumbia kinywa na hekima, na watesi wako watafa. Watesi wana midomo, wewe vile uko na mdomo vile vile nao wako mdomo, lakini maneno yao hayatafaulu, hawatakufaulu. Maana unaweza mambo yote katika kutiaye nguvu, si mwingine ni Mungu Baba. Uonavyo ndivyo itakavyokuwa. Wewe unaona nini? Unaona nini? Tuambiane ukweli. Wewe unaona nini? Mtu anaweza mpira akamfunza akakiri kwa siku 3, siku ya 4 anaanza kukiri tena kushindwa. Anaanza kukiri kushindwa. Unakumbuka katika Wafalme wa kwanza 18:41, Elia akamwambia mchukua silaha wake, yani mtu wa mkono wake, enenda uangalie. Elia akaomba mpaka uso ukaenda kwenye makoti yake. Akamwambia unaona nini? Akasema. Akainama tena. Akamwambia unaona nini? Sioni kitu. Akainama tena. Ilipofika mara ya 7 akaona wingu linatokea kule. Kwa hivyo nao endelea, usikate tamaa, endelea ili usae huduma kwa maombi, ili usae ndoa kwa maombi, endelea. Uonavyo uliza mwenzako, maisha yako na yangu na yako inategemea vile. Mwambie tena, vile unaishi ni maneno ya kinywa chako ndio yamefanya umeishi. Mwambie tena, vile wewe unaishi ni maneno ya kinywa chako ndio yamefanya unaishi hivyo. Wewe umejiwekea mipaka. Wewe
Wewe unasema hutawahi faulu. Kuna mtu aliwahi faulu. Hata mimi sitawahi faulu. Ondoa mipaka ya kusema sitawahi faulu. Unasema Wafilipi 4:13 na yaweza. Haya, Zaburi 34:12. Alafu mwingine atasoma Mithali 3:6. Watu wengi tumekiri vibaya. Hata ugonjwa ingekuwa, lakini kwa sababu umesikia, hauchaona umuhimu wa Mungu, hauchaona uwezo wa Mungu, hauchaona ukuu wa Mungu. Ungemuona, hiyo hali ingetoweka yenyewe. Ungemkasia Mungu na kumwangalia, hiyo hali hiyo ingetoweka. Mungu ameruhusu, maana yeye uruhusu vitu vinakuja kwako. Anataka kujaribu moyo wako niseme nini. Kwa hivyo unaendelea kukiri naweza, nimefaulu, nimeinuka, nimebarikiwa. 2025 mwezi wa 3 na mwezi wa 4, mwaka huu ni mwaka wangu, mwaka wa kuinuliwa, mwaka kusafiri, mwaka kuhubiri injili, mwaka kufikia wengi, mwaka kuleta wengi kwa Yesu, mwaka kuleta wengi kwa Yesu. Sema shetani ni muongo sana. Anatumia vinywa vyetu tuchilaani. Anatumia kinywa chako wewe kuchilaani. Unalaani ndoa yako, unalaani watoto wako, unajilaani mwenyewe na unalaani watoto. Toka kwa kulaani watoto wako, anza kubadilika na kunena tofauti. Haya wa Zaburi 34:12. Zaburi 34:12 nasema, ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Amen. Ni nani yule anayependa siku nyingi na kuona mema? Yani ni mimi lazima nikiri na Mungu atafuata neno. Katika Yeremia 1:12 atafuata lile neno. Isaya 55:11 atafuata lile neno. Hesabu 23:19 atafuata lile neno. Kulingana na Yohana 15:7, mkikaa ndani yangu neno langu, Biblia sema na mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, ombeni lolote nanyi mta. Wewe unaona nini? Mtumishi wa Mungu, rudia tena. Wewe unaona nini? Unasema, sisi hatufaulu, sisi hatufanikiwi, nikiangalia babu yangu hakuna kitu. Hivyo ndivyo inakuwa hivyo. Badilisha. Aya, soma. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Kwa hivyo wewe na mimi inakutegemea ya kwamba unapokiri na utakaa siku nyingi na utaona mema, na mema itakuja kwa kinywa chako. Mema itakuja kwa kinywa chako. Uzima wa milele kwa kinywa chako. Amani kwa kinywa chako. Afya kwa kinywa chako. Ufanisi kwa kinywa chako. Kibali kwa kinywa chako. Kupokelewa kwa kinywa chako. Kuheshimiwa kwa kinywa chako. Kuishi miaka mingi duniani ni kwa kinywa chako. Inategemea wewe unaongea nini. Ni nani apendezwaye na kuona mema? Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima? Hapa sisi sote tunapendezwa na uzima. Wewe unapenda uzima? Ndio.
Yesu mwenyewe akasema nini? Mimi ndio njia, mimi ndio kweli, mimi ndio uzima. Yohana 14:6 akasema mimi ndio njia, mimi ndio kweli, mimi ndio uzima. Kwa hivyo sasa uzima huu upatikana kinywa chako. Unapokiri, uzima unaingia. Unaposema mimi ni mwenyeji mbinguni, itakuwa hivyo. Mimi ni mwenyeji wa ufalme mbinguni, itakuwa hivyo. Mimi nimebarikiwa, itatokea. Waisraeli waliambiwa waende wapeleleze. Walipoenda wakapeleleza hiyo nchi, walikuwa watu 12, yani makabila 12. Wawili tu ndio walileta habari njema. Nao walisema, tulipoenda tukutana na majiant, machitu, wana wa Hanaki, watu warefu, watakula wake zetu na watoto wetu, na sisi tumekuwa mapanzi. Mungu akasema, vile mumesema ndivyo itakavyokuwa. Bwana asifiwe. Vile unavyosema ndivyo Mungu atatimiza. Unaposema ugonjwa itaniua, itakuua. Unasema sitafaulu, hautafaulu. Mungu atasema vile umesema. Mwanzo 1, Mungu alisema nini? Alisema na iwe nuru. Mwanzo 1:3 alisema na iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hivyo wewe na mimi ndani ya Mungu, tuko na Mungu mwenye mbingu na nchi. Anategemea maneno yako. Wewe unapokiri mazuri, Mungu anachitukuza. Kwa hivyo badilisha, hauchachelewa. Jana uliongeaje? Jana uliongeaje? Ijumaa uliongeaje? Alhamisi ulinena nini? Jumatano ulinena nini? Jumanne ulinena nini? Jumatatu ambayo umepita ulinena nini? Badilisha, yanze kuwa wimbo ili timie Kumbukumbu la Torati 6:6 au kwanza penyewe. Uyaweke haya maneno shingoni mwako, uyatafakari unapotoka unapoingia. Katika Joshua na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Uendelee kukitafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa na kusitawi. Sema Mungu tusaidie. Sema Baba yetu tusaidie. Adui mara nyingi ametumia vinywa vyetu. Sema adui mara nyingi ametumia vinywa vyetu. Sema Mungu nisaidie, adui asitumie kinywa changu. Unapata mtu analia, anachilaani, alafu anasema afadhali kufa nipumzike. Waambie wale wanayepumzika ni wale wenye wako ndani ya Kristo, wanapelekwa mahali pazuri. Lakini kiwa ukuokoka haya, alafu nipumzike, alafu unaandikiwa lala salama. Yaani kuna kulala salama huko? Kuna kulala salama, ndipo unaingia kwa mateso. Wewe Isa 20 inasema baada mtu kufa ni nini? Ni hukumu. Kuna kulala salama huko? Umekufa, kuna kulala salama. Ndio sasa unaanza kusema ningejua. Kwa hivyo kiri mambo mazuri. Kiri unapoamka, kiri unapotembea njiani, nena. Unapolala nena, unapoamka nena. Asante Mungu kwa sababu nimeamka. Asante Mungu kwa sababu nimeamka. Zaburi 23, Bwana Mungu ni mchungaji wangu, mimi na mke na watoto wangu, sitapungukiwa kitu.
katika malisha majani mabichi umenilasa, kando ya maji ya utulivu unaniongoza. Umeusha nafsi yangu na kuiongoza kwa njia yako, kwa ajili ya jina lako. Umeusha nafsi yangu na kuiongoza kwa njia yako, kwa ajili ya jina lako. Ninapopita kwenye ponde la uvuli wa mauti, sitaogopa, maana Bwana wako kongwa na vimbo vya nifariji. Unatembea unaanza kuimba wimbo, Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Unapoingia ofisini, Bwana ni mchungaji wangu, mimi Luka sipunguki na kitu, mimi nimebarikiwa. Ona mwenye amebarikiwa, mimi nimebarikiwa. Mbingu na nchi mimi nimebarikiwa. Mbingu na nchi mimi nimebarikiwa. Mbingu na nchi, ona mbarikiwa. Ona mimi ni mbarikiwa. Na hapa tembea ni mbarikiwa. Ayubu alipoletewa mambo yote, kuna mara alitenda dhambi? Kuna mara alitenda dhambi? Baba anashangaa, Ayubu, ni mimi tu ninakuletea habari. Nimekuwa shambani, vikosi vya Waserbia vimekuja tu, ni mimi tu. Baba anashangaa, tumekuwa mahali fulani, moto ukatoka mbinguni ukachoma, ni mimi tu. Baba anashangaa, nilikuwa mahali fulani, radi katokea, ni mimi tu. Alisemaje yake? Jina la sema, Mungu atusaidie tusemenge jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu amekushusha moyo, wa Filipi 4:13, naweza haya mambo. Na sio mtu anakushusha moyo, ni shetani ndiye ametumia kinywa cha huyo mtu. Kwa sababu wewe utajua shetani, wewe unaona ni yeye, nyuma yake kuna shetani, lakini macho yako unaona ni yeye. Sio yeye, nyuma yake kuna spirit ambaye roho haina mwili, utumia mwanadamu mwenzako akukwaze. Kwa hiyo nasema hawa ni wanadamu. Amen. Mtu anapokukwaza, sema hawa ni. Anapokuja kasini, sema hawa ni. Anapoingilia ndoa yako, sema hawa ni. Anapoinuka na vitina, sema hawa ni. Hawa ni wanadamu. Aendelea kidogo. Hawa ni wanadamu. 13. Zuia ulimi wako. Zuia ulimi wako. Uzuie ulimi wako na mabaya. Zuia ulimi wako na mabaya. Na midomo yako na kusema hila. Amen. Nikuulize swali. Kotini wanafunganga mtu au wanafunganga nini? Wacha niulize ndugu yangu Kiliswa. Ndugu wetu kanisa. Kotini wanafunganga mtu au wanafunganga wapi? Maneno ya kinywa chake. Wanafunga nini? Maneno ya. Kama ungeropoka ungefungwa. Wanafunga nini? Sasa wakati mtu anapoongea, wewe chukua tu kikapo chako kama Biblia, sema mbarikiwe, haleluya, na unaenda. Usiende ukatoa ushahidi. Utapata lawyer huko, utapata lawyer atakuchokora alafu hata kuropoka na wewe unakushika. Mithali 6:2 nasema nini? Usiangalie Biblia. Mithali 6:2 nasema nini? Yeah. Inasemaje? Umetekwa kwa maneno kinywa chako. Umeshikwa kwa maneno kinywa chako. Bwana tusaidie. Mara nyingi tumeshikwa. Mara nyingi shetani ametushika kwa maneno. Muujiza unataka kufanyika. Yaani umepigana vita,
unataka kufika, kutaka kuingia kwa baraka, na wewe unakiri vibaya na unakiri vibaya na unarudi nyuma na unarudi nyuma, unasema wacha wokovu ikae. Huyu Mungu ana upendeleo. Uliza jirani, ambia jirani, zuia ulimi wako na mabaya. Sema tena. Rudi tena. Sema ya zuia ulimi wako na mabaya. Mtu mbaya ako wapi? Zaburi 39. Mtu mbaya ako wapi? Mtu mbaya ako mbele ya kichwa chako. Ukiamuka anaamuka na wewe, hakuingi mbali. Malaika mwenye anakulinda mchana anatembelea mkono wa kuume na kitabu, na mtu mbaya naye anatembelea mkono wa kushoto na kitabu. Anataka aone unasema nini. Daudi akasema, mtu mbaya hako mbele yangu. Maadamu mtu mbaya hako mbele yangu, Bwana weka lichamu kwa kinywa changu. Sema, Mungu weka lichamu. Lakini sema si wewe. Sema si wewe. Ni hasira, na haitoki kwa Mungu, inatoka kwa nani? Huyu muongo anaishi dunia hii anachochea hasira, anachochea uchungu. Akichochea hasira na uchungu, na wewe unaropoka. Sema, Mungu nisaidie, uchungu usiwe ndani ya moyo. Sema, Mungu nisaidie, nisiwe hasira. Amen. Afadhali uwe na hasira ile nzuri. Sema tu, Jumatatu naenda kufunga, shetani amenichezea sana, naenda kufunga, naenda kukabiliana na yeye. Hiyo ndio hasira mzuri. Lakini ile ya kukasirika paka kuropoka, haki ya nani? Haki ya Mungu. Pengine mimi sio fulani, pengine mimi sio fulani, pengine mimi ni utajua Kenya uchui. Paka naanza kuongelea ukoya kwao, ngebese ndu mkoya tawe, pengine mimi sio mkoya, utajua. Shetani anasema Mungu angalia, unasema fulani wako, ona vile anasema uonavyo ndivyo takavyokuwa. Badilisha. Anza kuona wewe umebarikiwa. Anza kuona umeinuliwa. Anza kuona umetoka mafumbini. Anza kuona umetoka njaani. Anza kuona unaketi na viongozi. Anza kuona unaketi na wakuu. Anza kuona umefanikiwa. Anza kutembea kama milionea. Anza kutembea kama bilionea. Anza kutembea kama aliyebarikiwa. Abana tembea mwenye amelaniwa, mwenye ataka kufa tu wiki hii, pengine siku ya pili anakufa. Muna tembea tumechachira. Anatembea ndio unashangaa. Huyu alikosea wapi? Alikosea jirani aliongea yako chusi. Anatembea tu hivi. Mwana haki watu wananichezeanga tu jameni. Hawajui, hawanijui. Toka hapo, tembea. Waambia hao ni wanadamu. Wacha waseme wanalala na kuamka, na mimi naamuka nimebarikiwa. Wacha waseme mimi ni mbarikiwa. Wacha waseme mimi nimebarikiwa. Ayubu kama angefuata mambo ya marafiki wake watatu, Mungu angemrudishia watoto wake. Sema asante Yesu. 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 Alafu sema wakaongea vibaya kwangu. Sema ruhusu wakaongea vibaya kwangu. La pili, umeruhusu mesa mbele yao. Umeruhusu mesa mbele yao. Kama vile Mungu aliruhusu mesa mbele ya nani? Ayubu 42:10 mstari wa 8 kasema waombe
waombenye wamekuja yake, akawalasimisha, wakaenda na kondoo, wakaenda na ng'ombe, akawabariki. Kwa hivyo wewe pia Bwana anaandaa meza mwaka huu 2025, meza ya ushindi, meza ya kibali, meza ya kuachiliwa kazi, meza ya ndoa, meza ya kununua shamba, meza ya afya, meza ya kibali, meza ya kuishi miaka mingi duniani, meza ya kuinuliwa, meza ya kuinuliwa. Bwana anakuandalia meza ya kuinuliwa, na maadui wako wanasambaratika na wasiwahi amka tena, wasambaratike. Wewe umeinuka, wanarudi chini, wewe ni juu. Ambia jirani, Bwana ameniandalia meza. Ameniandalia meza ya ushindi. Ameniandalia meza ya ushindi. Kikombe changu kinafurika. Kikombe cha imani kimefurika. Kikombe cha baraka kimefurika. Kikombe cha afya kimefurika. Kikombe cha utajiri kimefurika. Kikombe cha kibali kimefurika. Kikombe cha kubarika kimefurika. Kikombe cha kuachiliwa kazi kimefurika. Kikombe cha biashara kimefurika. Kikombe cha kununua magari kimefurika. Kikombe cha uzima milele kimefurika. Kwa hiyo kwa nini unalia? Haleluya. Bwana asifiwe. Baada nisome mstari Mithali 3:6. Mithali 3:6. Kiri. Mithali 3:6 inasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Amen. Katika njia zako zote kiri. Kiri wewe ni mbarikiwa. Kiri wewe umeinuliwa. Kiri kwamba unakubalika. Endelea kusema mimi nakubalika. Itakuwa hivyo. Amen. Unatembea unasema, ona aliyobarikiwa. Ona aliyobarikiwa. Mimi nimebarikiwa. Naenda sokoni nimebarikiwa. Narudi nyumbani mwangu, malango yangu imebarikiwa. Kwa nyumba yako unaambia malango yangu imebarikiwa. Ukirudi unasema malango yangu imebarikiwa. Ukienda kulala ukiamka, malango yangu imebarikiwa. Ukitoka kwa komba ukikuja, malango yangu imebarikiwa. Ukienda kulala na kuamka, mimi nimebarikiwa. Ukikula na kunywa, mimi nimebarikiwa. Hata wakati pengine huna chakula, chukua maji unaseme mimi nimebarikiwa kwa hii maji. Unakunywa unasema nimebarikiwa. Mungu anaangalia, atatuma kunguru atakuletea chakula. Katika njia zako kiri. Amen. Katika njia zako zote kiri. Ili kushindwa. Mithali 18:20 hatusomi. Inasema tumbo la mtu litajazwa kwa matunda ya kinywa chake. Tumbo la mtu litajazwa kwa matunda ya kinywa chake. Uzima na mauti vi katika uwezo wa upendao watakula matunda. Kwa hivyo nataka nikutoe. Nataka nikutoe kwa kifo. Umekiri ndoa imekufa. Unajua umekiri mpaka ndoa imekufa. Unaishi na mume wako lakini ndoa imekufa. Hakuna mawasiliano, hakuna maelewano. Tembelea dada mwingine, ni watu wakubwa, nyumba kubwa,
na shida hii kanisa. Iko bedroom 8. Sasa ndugu dada anatoka kwa bedroom yake, anakuja na karatasi, kalamu, anaandika nataka mahitaji. Na anarudi wapi? Bedroom yake. Ndugu naye anatokea anasema waacha uchinga, hakuna mahitaji. Na wanaishi wote. Na wote wanakaa kwa nyumba moja, na wanasafiri wote kwa gari moja. Waacha uchinga, hakuna pesa. Mama anakuja na tena anasema nataka mahitaji. Kama ndoa yako imekufa leo, nataka kuifufua. Wengine wanaishi kwa sababu wamekiri vibaya. Wakati ndugu ametoka ndio una amani, lakini ndugu akiingia una amani. Hata chongea kitu na kunaitika hata chongea kitu naitika tu mume wangu Benito Lakini sema siku ile tulitoka kwa mtungi, tusalamie jirani. Siku ile tulitoka kwa mtungi. Bwana asifiwe. Kiri mazuri. Badilisha kuanzia siku ya nene kasi yako. Nina mchungaji yule mwenye alinikaribisha Webuye. Washiriki wakamfungulia mtumba, ikafika hivi. Akaanza kulaani mtumba. Hii kazi nani ataweza? Hii kazi nani ataweza? Na wakati kulikuwa matatu ya inaitwa nini? Ya box. Ilikuwa matatu ya box. Kwa kukiri kwake kazi sokoni ilimshinda. Hata wengine hapa, sema si hapa, sema kule nje. Hapa watu wamebarikiwa. Tuseme hivi. Hapa watu wamebarikiwa. Kule nje watu wanakiri vibaya. Kule nje watu wanaongea vibaya. Lakini hapa wanaanza kuongea mazuri. Nimebarikiwa. Haleluya. Hamuoni nimebarikiwa? Hata nguo yako ya mtumba unaipiga pasi, alafu unaenda kwa kio. Unaambia kio, ona nimebarikiwa. Mimi nimebarikiwa. Mimi ni mwanamke wa mheshimiwa. Kidole cha pili kina point wewe. Onyesha kidole hapo, cha pili na point wewe. Wewe umebarikiwa. Kiri mambo mazuri, naye Bwana atafanya. Haya magonjwa yataniua. Itakuwa. Mimi nikikuja mara ya kwanza 95 Webuye. Kwa kuja mwaka wa 95. Kashikwa na nyingine mbaya. Ikafika stage ya mimi kuondoka kwa watoto wangu na mke wangu. Lakini nilichikaza na kukiri sikufi. Sitakufa. Siwezi kufa. Sichaanza kazi. Sitahubiri injili ya Mungu ulinituma. Ikanitesa miaka 7. Kaendelea kukiri. Ikaniachilia. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako badilisha ulimi. Hata ukisikia watu wakikusema, sema tu jijasie, hawa ni wana watalala, wataamuka, lakini mimi naenda fanyaje? Mimi naendelea. Siwezi ambatana mambo yao. Caleb na Joshua, kama wangefuata mambo ya hawa watu wengine, wangefika Kanani. Wangefika. Hao wengine walikufa wote. Caleb na Joshua ndio waliingia Kanani. Plus Musa, Aroni na Miriam na wasee wote walikuwa ng'ambo hiyo. Aroni na ndugu yake na dada yake walikuwa ng'ambo hiyo.
Lakini Caleb na Joshua waliingia Kana. Wewe unaamini utaingia Kana? Unaamini umeingia Kana ni hapa duniani? Badilisha ulimi wako, simama. Tubadilishe. Aya, watu wengine wameachiliwa kazi, lakini wanapenda kusema nini? Wao wanasema nini? Mtu anisaidia hapa. Mtu ameachiliwa kazi, ameandikwa permanent, lakini anasema nini? Hadi nimetoka kwa kibarua. Na yule mwenye hajaachiliwa naye atasema nini? Hadi nimetoka kwa kibarua na ameachiliwa na serikali ya Kenya, lakini badala aseme nimetoka kwa kazi, anasema ndio nimetoka kibarua. Basi utapaki tu kibarua. Badilisha. Kweli mimi utafaulu? Wewe utafaulu. Yaani ukirudi nyumbani, jiitie mkutano wewe mwenyewe. Jiitie mkutano, alafu uvunje hiyo chela yenye umechiweka ndani. Uvunje. Utoe kwa hiyo chela. Utoe kwa hiyo chela kusema utafaulu. Uvunje utoke ndani. Na waanza kusema mimi nimebarikiwa. Kili mwezi wa 3 yote, kili mwezi wa 4 yote, kili mwezi wa 5 yote, kili mwezi wa 6 itatokea. Amen. Sema Mungu Baba, ninakuja mbele ya kiti chako cha rehema. Kwa kinywa changu nimejifunga, nimejilaani, nimejidunisha, nimejidharau. Nimeona mimi sifai. Zaburi 103 mstari wa 3. Bwana unisamee. Kulingana na Mwanzo 1, niliumba kwa mfano wa Mungu, niliumba kwa sura ya Mungu, lakini kila mara ninajiona mimi ni duni, najiona mimi nimekataliwa. Sasa Baba natubu. Ninatubu katika jina la Yesu. Mithali 6 mstari wa 2. Mimi mwenyewe nimekamatwa kwa maneno ya kinywa changu, kwa sababu sijawahi nena mambo mazuri juu ya mwili wangu, sijawahi nena mambo mazuri juu ya familia yangu, sijawahi nena mazuri juu ya ndoa yangu, sijawahi nena mazuri kwa ajili ya boma langu. Kila mara nimenena kushindwa. Mungu Baba, unisamee. Wewe hawaambatani na wenye kushindwa. Mungu haambatani na wenye kushindwa. Bwana unisamee. Nimejidharau, nimejidunisha, nimejiweka kulingana na maneno ya kinywa changu. Kila kiwango ninaishi, kiwango ambacho naishi ni maneno ya kinywa changu.